Habari za wakati huu, mtu wa Mungu, na wasalimu kwa jina takatifu la Yesu. Ningependa nizungumzie kitu hiki kwamba Mungu alimwambia Kaini baada ya kumuua ndugu yake Habili, akamwambia Kaini, je, ukitenda mema, ukitenda vema utapata kibali? Je, ukiamua kufanya vizuri, ukaamua kuchagua njia sahihi ya kutafuta kufanya vizuri ama kufanya vizuri, je, utapata kibali? Je, ni kweli wanadamu wana uwezo wa kusahau habari ya mambo mema ambao umeyafanya, lakini kwa habari ya kusahau kwao itatokana nayo mema uliyafanyaje ama uliyafanya kwa namna gani ama kwa njia gani, kwa sababu ya kile ambacho Ado Novemba Mwasongwe ambacho wamemnukuu kile chombo cha habari cha Atu Media kwamba watumishi wa serikali, hebu semeni habari ya mambo mema, semeni mazuri ya serikali, wala kusema mema ya serikali sio uchawa. Hata mimi mwenyewe nasema kwamba sisemi kwamba hiyo serikali haina mema ifanye mema, sisemi hivyo na sijasema hivyo, lakini ukiona mema yako hayazungumziwi, yani hakuna mtu ambaye anatokea hadharani kwa ujasiri wote au awatokee watu kwa ujasiri wote kwa habari ya kusema mazuri yako, kwa habari ya kusema mema yako, inatakiwa ujichunguze sana kwa habari ya kile ambacho umekisema, umekizungumza. Kwa mfano kama sisi, au kwa mfano kama watu kama akina Magufuli, manyingi wakina Magufuli kutokana na yale mema ambayo walitafuta kuyafanya kwa watu, umeona mpaka sasa hivi ni kweli hayupo, na haina maana kwamba wote walikuwa wanampenda na wote wanampenda, hapana. Lakini Magufuli ni moja wapo. Kuna Magufuli, kuna Nyerere. Magufuli na Nyerere ni moja wapo ya watu ambao Magufuli ama Nyerere hakuwalazimisha au hakutokea Magufuli wakati wote kwamba watu ongeeni habari ya mema yangu, ongeeni vizuri mema yangu. Unaona akina Nyerere kwamba hakutokea kwamba ongeleni sana habari ya mema yangu, unaona hawakuzungumza. Lakini mambo walioyafanya mara nyingi ni mambo ama ni vitu ambavyo vinajieleza, ni vitu ambavyo vinaonekana, ni vitu ambavyo havihitaji mtu, havihitaji ushawishi wa namna yote ile kwamba tuweke washawishi wa kusema ongeleni mema yetu. Ni kweli nasema kwamba mema anaweza kaa yapo, lakini ukiona unafanya mema alafu hayo mema hakuna mtu ambaye anajitokeza hadharani kuzungumza kwa habari ya mema yako, inatakiwa ujichunguze sana, inatakiwa ujiangalie sana kwamba unatendaje mambo hayo, unatenda kwa nia gani, kwa kusudi gani, ama kwa kusudi la kutaka kuonyesha kwamba wale ambao wamekutangulia ni wabaya. Unafanya kwa nia gani, kwa lengo gani? Ukiona watu au mtu hawazungumzi kwa habari ya mema yako, hakuna watu ambao ni kwa unaweza kusema wapo, na mimi sema hawapo wala wapo, ila ukiona watu wengi hawatokezi hadharani kwa habari ya kuzungumza, kwa habari ya kuongelea mema yako, inatakiwa ujiangalie sana, ujitafakari sana kwamba hayo mambo mema unafanya kwa namna gani, unafanya kwa namna gani, kwa nia gani, kwa moyo gani, kwa sababu uchafu, kwa sababu ubaya wa mtu unaweza yani manyingi kinachomchafua mtu kwenye jambo lote ambalo hata kama analifanya jema, manyingi kinachomchafua mtu ni kile ambacho anakuwa nacho kwenye moyo wake, ni kile ambacho anakifanya yani ambacho akiwa anafanya kuna kitu ambacho anakuwa amekiweka kwenye moyo kwenye moyo. Yani unachofanya una nia gani, una moyo gani, umesukumwa na wazo gani, la aina gani, kwa sababu kinachoweza kukuchafua ni aina nia yako. Ukiona watu hawajitokezi hadharani kwa habari ya mema uliyotenda, jitafakari sana, mema yako yana shida gani, una shida gani? Ukiona watu hawatokei hadharani kwa habari ya mema yako, lakini ujiangalie sana. Lakini kama wakina Magufuli, kama wakina Nyerere, unaona mtu awe ni mtoto ama awe ni mtu aina yote yule,
wote wanazungumza mema yao. Hata mimi mwenyewe sikuwepo wakati Nyerere anatenda mambo yao, labda wakati Magufuli nilikuwepo. Lakini unaona mtu wakina Nyerere, watu wananua zote wanatenda, wanaongea kwa habari ya mema yao. Ukiona watu hawasemi habari ya mema yako, jitafakari sana njia yako, kwa sababu kuna mawili, eza ni machache, aidha unatenda kweli mema ila kuna ubaya mwingi ambao unazidi yale mema. Ukiona watu hawajitokeza zarani kwa habari ya mema yako, jitafakari sana. Ukitenda vema hutapata kibali. Ya kwangu ni hayo. Ya kwangu ni hayo. Ila ukifanya vizuri kwa moyo safi, kwa nia safi, automatically watu watakupenda. Ukifanya vibaya, ukifanya kwa hila, nikwambia mtu wa Mungu, yani kukiwepo na jambo lolote ambalo unalitenda kwa hila, unalitenda ukiwa na makusudio mabaya, na makusudio yako mabaya, makusudio yako ya kutaka kuwaletea watu madhara, mimi ninachokwambia, kinachokuchafua, kinachokufanya watu wasizungumze habari ya mema yako, jiangalie sana, jichunguze sana. Lazima kutakuwa na tatizo nyuma. Ni kweli wanadamu wanasahau, lakini sio kila mtu anaweza kasahau. Kuna watu wawili watatu ambao katika yale mema ambao unatenda watakumbuka yale. Ukiona mema yako watu hawajitokezi hadharani, jitafakari sana njia yako. Umetenda kwa moyo gani? Kwa sababu wewe unatenda kwa hila, kwa makusudi fulani ambao sio mazuri, ya kutaka kujionyesha wewe ni mwema wakati ni mbaya. Unatenda mema kwa makusudi ya kuonekana, uonekane una shida yote, uonekane hauna shida yote, na nia safi tu. Jiangalie sana. Ukiona watu hawajitokezi hadharani kwa habari ya kusema mema yako, joge kuna shida, jichunguze sana. Ni kweli wanadamu wanasahau ukitenda mema, lakini jichunguze sana. Wapo kina Nyerere, wakina Magufuli na wengine wengi ambao walifanya vizuri, lakini bado tunakumbuka mpaka leo. Yao ni hayo. Hii ni sauti ya mtu aliye nyikani, lakini kama vile nilivyosema mwanzo kwamba Mungu anamwambia Kaini, ukitenda vema utapata kibali. Ukitenda jambo lote hili kwa dhamiri, kwa moyo safi, automatically watu watakupenda, wataongelea habari ya mema yako. Hii ni sauti ya mtu aliye kutoka nyikani, ya mtoto atokae mabusu na atokae gerezani. Ya wao ni hayo. Amina.